baba, unazungumziaje kama Kardinali Pengo, maisha yake kwa ufupi? Asante sana. Mimi nilimfahamu tangu mwaka wa 92 nilipokuja Dar es Salaam, kajiunga na jimbo la Dar es Salaam kama frateri. Ndiye alinipokea mwaka nakumbuka ilikuwa Novemba 1992, na baadaye akaniambia nikakae kule Visiga seminari, nikafundisha kule Visiga, na mwaka 93 nikarudi Palapala kwa kumalizia masomo. Yeye pia ndiye alinipatia daraja ya ushemasi tarehe 6 Januari mwaka 1994 kule parokiani Mwenge, na pia niye alinipatia daraja takatifu ya upadri tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1998 kule parokia ya Mwenge. Na baada ya kuwa padri basi aliniteua kuwa chancellor wa jimbo, kwa sababu aliyekuwepo wakati ule alienda kusoma, ambaye ni sasa hivi marehemu Padre Paul Haule. Kwa hiyo mimi nikachukua ile nafasi ya chancellor wa jimbo na nikafanya kazi hiyo kwa miaka 4. Pia mkurugenzi wa mito, kwa hiyo kuwa na ofisi mbili, chancellor na pia mkurugenzi wa mito. Nikafanya kwa miaka 4 pamoja naye. Kile ambacho nimekaa pamoja naye, basi niligundua kwamba alikuwa baba mwema sana kwa kweli. Kwa mwema sana, mtaratibu, na nilichompendea ni kwenye maadhimisho ya ibada alikuwa mtulivu sana. Sio mtu wa kufoka. Alikuwa kwenye ibada, kwa watu ambao alikuwa hapendezi nao ni wale wapiga picha ambao wanapita tareni huko si na nini wanaenda kupiga picha huko na nini. Hiyo alikuwa havumilii hiyo. Lakini kwa upande mwingine, hata kama kitu kimeenda alikuwa pole tu, hakuwa na fujo ya kuanza kugombeza mtu altareni kule au na nini, hapana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli nilichoona cha kuvutia kwangu kwenye ibada. Alikuwa sana mtulivu. Alafu pia alikuwa ni mchapakazi kama mnavyojua, na alipochukua jimbo mwaka ule wa 1992 parokia nadhani ilikuwa 23. Kwa hiyo alianza kufanya kazi kwa bidii, na alisema kwamba anamwomba Mungu kabla hajafa awe jimbo liwe na parokia walao 100. Na kwa kweli Mwenyezi Mungu alisikiliza kilio chake kwa kweli sio kabla hajafa, kabla ya kustaafu. Alisema kabla ya kustaafu uongozi wa jimbo parokia ziwe imefikia 100 walao 100, na zilipitiliza kwa kweli. Zilipitiliza. Alafu kitu kingine ambacho tutamkumbuka huyu mwadhama ni kwamba alipochukua uongozi wa jimbo alijua kwamba kanisa mwalia lazima lijitegemee. Kwa hiyo akaanzisha ile tunasema tegemeza jimbo. Aliona mambo ya kutegemea misaada kutoka nje, hiyo haitufikishi popote pale, kwanza na misaada inaendelea kupungua. Kwa hiyo alichosema ni waamini wategemeze jimbo lake, ndio ikaanza ile kitu tunaita mavuno ya jimbo au tunasema tegemeza jimbo. Kwa hiyo parokia zikawa zinachangia kulitegemeza jimbo. Ilianza taratibu na ikaendelea kupanuka, utaratibu ukaendelea kupanuka, watu wakapokea vizuri kuchangia na kadhalika, na majimbo mengine yakafanya yakaiga mtindo huo. Kwa kweli kitu hicho tuseme kama kilianza huku, majimbo mengine wakaiga kitu namna hiyo. Kwa hilo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili yake kwa kweli. Kwa hiyo watu waamini wajue kwamba kanisa ni la kwake. Na kitu kingine pia alichokifanya ambacho ni cha kumshukuru Mungu kwa ajili yake ni kufanya vyama vya kitume vitegemeze taasisi za jimbo. Na hii ilikuwa WAWATA walipewa jukumu la kutegemeza seminari ya Mtakatifu Maria kule Visiga, ile seminari yetu ndogo kule. Kwa hiyo alipowapa jukumu hilo, na WAWATA wakachangamka na dini wakajitahidi. Kwa hiyo
WAWATA na wakafanya kazi kubwa sana. Ukiangalia pale seminari ya Visiga, baadhi ya majengo ambayo yako pale ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya majitoleo ya kina mama ya WAWATA waliofanya pale. Kwa hiyo wame nani kabisa pale, WAWATA wamesaidia sana na wanaendelea kusaidia mpaka leo. Kwa hiyo ni kupitia hayo maono yake kwamba Visiga ikawa kwamba WAWATA wasaidie Visiga, na kwa kweli mpaka sasa wanaendelea kusaidia na Visiga imeendelea kukua. Ya pili, chama kingi cha kutume ni UWAKA. UWAKA aliwaomba wategemeze dada wadogo. Kwa hiyo UWAKA wakanajitahidi, wanatoa michango yao kwa ajili ya kutegemeza dada wadogo, na wamesaidia shughuli nyingi za dada wadogo mpaka leo hii, na wanaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo dada wadogo, mambo mengi yamefanikiwa kutokana na mchango wa UWAKA. Alafu pia UWAKA walipewa jukumu la kunani kituo cha Pugu kule kituo cha Pugu kukiendeleza. Wamepambana, wamejitahidi, na kile kituo cha Pugu kimesonga mbele kwa sababu ya mchango wa UWAKA. Alafu pia Utoto Mtakatifu pia aliwapa jukumu la kuinjilisha kule Mafia. Ndio maana kila mwaka Utoto Mtakatifu anatoka huko wanaenda kule Mafia kwenda kuinjilisha, na wamefanya, na kila mwaka wanafanya hivyo. Kwa hiyo unaona kwamba mwadhamu alikuwa na muono wa kipekee katika uchungaji, kushirikisha vyama vya kitume katika kutegemeza taasisi mbalimbali za jimbo. Kwa hiyo katika hilo hatutamsahau, yako mengi. Alafu pia ile bidii aliyokuwa nayo kwenye uchungaji. Nakumbuka kuna kati aliugua, alipata shida sana kubwa ya mgongo, lakini hakukata tamaa, aliendelea kufanya utume wake, kwenda kutoa vipaimara na kadhalika katika hiyo licha ya magonjwa. Kwa hiyo naona kwamba jinsi alivyokuwa mtu mwenye bidii katika utume wake kama kiongozi wa jimbo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, na mpaka pale alipostaafu fanya kazi vizuri, na alikuwa ni mtu wa msimamo kabisa kama tunavyojua, na mtu ambaye anatetea haki, mtu ambaye alikuwa na msimamo, wala hakuna mtu wa kumtisha anapotetea ukweli. Hakuna anayemtisha katika kutetea ukweli. Na yeye alikuwa mzee wa maadili, alisoma mambo ya maadili. Kwa hiyo kama ni kutetea maadili, aliyatetea bila woga wowote. Basi hayo ndio ambayo tunayakumbuka kwa mzee wetu Mwadhama. Tuendelee kumwombea, na tunaomba watu waje kumwaga hiyo tarehe hiyo Ijumaa hapa, alafu Jumamosi kule Pugu kwa ajili ya mazishi, na tuendelee kumwombea ili apumzike kwa amani. Raha milele umpe Bwana, mwanga milele mwangaze, apumzike kwa amani. Asanteni.